Ndugu waandishi wa habari, leo saa 11 alfajiri nimefanya ziara katika baadhi ya vituo vya mabasi yanayo kwa kasi kuanzia Gerezani hapa Kimara, na nikitoka hapa naelekea pale Mbezi mwisho. Lakini jambo langu kubwa ambalo nataka kuwafafanulia ndugu waandishi wa habari na wananchi wenzetu waweze kuelewa, tumeona klipu nyingi zikiwa zinazunguka zikionyesha watu wananing'inia kwenye magari, lakini pia zikionyesha kwamba watu wanasukumana sana kuingia kwenye mabasi. Kwanza, kama mkuu wa mkoa nikiri kabisa kwamba mabasi haya yameshapungua sana kutoka kwenye idadi yake ya kwanza tangu yalivyonunuliwa mpaka yalivyo sasa. Kitu ambacho kimefanyika, Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ameagiza haraka sana, kama ambavyo niliwapeni taarifa siku ya kwanza, kwamba kila barabara apatikane mtu wa huduma mmoja ili kuwe kuna ushindani wa utoaji wa huduma katika barabara hizi, barabara Moro Road, barabara Kilwa Road, barabara ya Mwalimu Nyerere ile kwenda airport, pamoja na barabara zingine ambazo ziko mbioni kukamilika. Barabara hii tunayoizungumzia leo ya Morogoro Road hii, amepatikana mtu wa huduma mmoja nje na UDART. Maana yake ni kwamba kwa muda huu, muda sio mrefu, mabasi yataingia, mabasi ambayo yatakuwa ni kampuni tofauti na UDART. Na kwa nini yamefanyika namna hiyo? Imefanyika namna hiyo ili apatikane mtu mwingine mwenye nguvu, mwenye uwezo wa kiteknolojia wa kuweza kuingiza mabasi haya. Lakini barabara ya Kilwa Road, ndugu zangu waandishi wa habari, na yenyewe tulisema ifikapo tarehe 15 mwezi wa 8 kutakuwa tayari kuna mabasi mapya yanayoingia kutoka nchini China. Ninayo furaha pia kuambia kwamba kweli ilipofika tarehe 15 magari yote yalikuwa yako kwenye bandari ya Dar es Salaam. Baada ya hapo ilikuwa ni kuanza kushughulika na masuala mengineyo, ikiwemo mambo ya import duty, mambo ya VAT, ili tuweze kuyatoa kwa release order moja ya mabasi yaweze kufanya kazi. Mabasi ya kampuni ya Moffat kwa njia ya Kilwa Road yaliyokwisha fika mpaka sasa yako 151, na mara ya kwanza tarehe 15 yaliingia mabasi 99. Hivi ninavyozungumza tumeyatoa yote bandarini, yako kwenye yadi ya pale Mbagara ili kuyapata vibali vyote maalum na yaweze kuingia barabarani. Ninayo furaha pia kuambia kwamba Mungu akijalia, kwa namna ambavyo Mheshimiwa Waziri Mkuu amepata pia maelekezo kutoka kwa mamlaka na kutusimamia sisi, wiki hii mpaka wiki ijayo mabasi ya kampuni ya Moffat yatakuwa tayari yamekwishaingia barabarani kwa ajili ya kufanya kazi kwa ile njia Mbagala. Sasa kilichopo kwenye barabara hii ni nini? Tulichokiamua kwenye barabara hii mpaka muda huu, kwa kuwa mabasi haya ni machache, na kwa kuwa mabasi haya demand yake imekuwa ni kubwa kuliko supply, tulichokifanya sasa, tumekushakaa na kampuni inayotoa huduma barabara ya Kilwa Road ili angalau sasa baadhi ya mabasi yaanze kutoa huduma kwenye barabara hii ya Morogoro Road. Halafu mabasi ya Morogoro Road yatakapokuwa yamefika, mabasi haya ambayo tutakuwa tumeyaomba kutoka kwenye ruti nyingine yataendelea na ruti nyinginezo. Swala msingi ni lini sasa mabasi haya yanaweza kuwa yamefika kwenye barabara hii? Muda wowote kuanzia kesho, tunatarajia Mungu atakapojalia tutatue jambo hili angalau kwa nusu, tukiwa tunasubiri mabasi ya muda mrefu ambayo yamefika. Swali jingine, je, kwa nini labda mabasi yasije kwa haraka? Ndugu zangu, mabasi ya mwendokasi yanazalishwa kwa order. Lazima yawe na specifications ya mita 18, si mita ngapi. Kwa hiyo lazima upeleke specification kwenye kiwanda ili aweze kuzalishwa kwa mahitaji ya barabara hiyo. Hiyo ndio jambo la msingi ambalo nimeona ni muhimu niwaeleze ndugu zangu waandishi wa habari. Sasa nitoe rai kwa wananchi wetu. Kwanza, tunaendelea kuwaomba msamaha mkubwa sana na kuwataka radhi, kwa sababu tunajua hamna serikali ambayo ina nia ovu na nia mbaya ya kuwataka wananchi wao wahangaike. Mabasi haya yanapoanza miaka mingi nyuma, watu wengi sana waliyabeza na kuonesha kwamba ni mradi wa aina gani. Lakini kadri siku zinavyozidi kwenda, wamekuja kujua kwamba mabasi haya kumbe ni msaada mkubwa mno. Na mnachokiona leo ni kwa sababu demand ni kubwa ya mabasi haya, ndio maana wanasukumana mlangoni. Ingekuwa sio kitu kizuri, wala tusingemwona mtu anaingia kwenye hayo mabasi. Kwa hiyo ndio maana kila mmoja anayapenda mabasi haya. Kwa hiyo hakuna namna, serikali lazima kwa namna yote isimamie jambo hili. Na katika hili namshukuru sana
Mheshimiwa Waziri Mkuu wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambaye amekesha usiku na mchana kuendesha vikao vya namna ya kuweza kutatua jambo hili kwa njia ya kudumu. Leo hakuna kitu kingine cha kuijenga, ni nchi yetu wenyewe. Watu changamoto jambo hili, tuvumiliane kwenye changamoto hii ili tuweze kuitatua. Hata ndani ya nyumba zetu huwa kuna changamoto, na changamoto hazitatuli kwa siku moja. Nishukuru jeshi la polisi kwa sababu wapo baadhi ya watu ambao wanadhani wakiona watu wananing'inia wanaweza kuliona jeshi la polisi kwamba halina msaada. Hapana, tunachositoka hapa ni kwamba tumekwisha ona tatizo na lazima tusaidiane kwa pamoja kwa njia za kawaida. Juzi polisi aliposimamisha basi ya mwendokasi, mle kwenye basi wakaanza kupiga kelele, hatumtaki polisi, hatutaki jambo hili. Sasa ndugu zangu, polisi hata kusema kwamba wana uwezo wao walijaribu kusimamisha basi moja, lakini huko ndani akawa ni makelele makubwa. Tuliane, twende kwa busara ili nchi yetu iweze kwenda vizuri.